Rais wa Israel Isaac Herzog ametoa tamko lenye hisia kali leo Juni 19 mwaka 2025 na ujumbe mzito wa mshikamano baada ya kituo cha matibabu cha Soroka mjini Beersheba kulengwa katika shambulio la makombora lililotekelezwa na Irani mapema leo. Akiandika kupitia mitandao ya kijamii, Rais Herzog alieleza kwa majonzi jinsi shambulio hilo lilivyolenga moja kwa moja raia wa kawaida, wakiwemo watoto wachanga, akina mama, wazee na wahudumu wa afya, huku akitaja hospitali hiyo kama beacon ya matumaini na maelewano kati ya Wayahudi, Waarabu na hata Palestina kutoka ukingo wa Magharibi na Gaza. Katika ujumbe wake wa kina, Rais Herzog alieleza kuwa mtoto mchanga akiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, mama wake akiwa kando yake akimlinda kwa machozi na maombi, daktari akiharakisha kati ya vitanda akijaribu kuokoa maisha yake, mkazi mzee akiwa katika nyumba ya uangalizi wa karibu. Hawa si wapiganaji, hawa si malengo ya kijeshi, hawa ni raia. Hawa ndio wanalengwa na shambulio hili la Irani dhidi ya watu wasio na hatia. Shambulio hilo ambalo limekashifiwa vikali kimataifa linakuja kwenye kipindi ambacho kuna ongezeko la mivutano ya kijeshi kati ya Israel na Irani, huku pande zote zikitupiana lawama kwa mashambulizi ya kuvuka mipaka. Kombora hilo liliripotiwa kutua katika eneo la Beersheba, liligonga maeneo ya karibu na hospitali ya Soroka, mojawapo ya vituo muhimu zaidi vya kiafya katika eneo la Negev. Rais Herzog alitumia fursa hiyo kuangazia mchango mkubwa wa hospitali hiyo ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa ikitoa huduma bila ubaguzi kwa Waisraeli wa dini na asili mbalimbali, pamoja na Palestina wanaovuka mpaka kutafuta huduma za afya. Hospitali ya Soroka ni moyo wa Negev, ni mahali ambapo tofauti za kikabila na kidini huwekwa kando. Ni mahali ambapo wauguzi, madaktari na wafanyakazi wa afya, Wayahudi na Waarabu hufanya kazi kwa pamoja kwa mshikamano wa kipekee, wakiongozwa na wito wa kuokoa maisha. Hii ni sura halisi ya Israel tunaojivunia, alisema Herzog. Hospitali ya Soroka inahudumia mamia ya wagonjwa kila siku, ikiwa ni pamoja na wanawake wajawazito, watoto wachanga, wagonjwa wa saratani na majeruhi wa ajali mbalimbali kutoka maeneo ya kusini mwa Israel na hata maeneo ya Palestina. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa, zaidi ya 20% ya wagonjwa wanaotibiwa hapo ni wa Palestina, hasa kutoka ukingo wa Magharibi. Kwa mujibu wa Rais wa Israel Isaac, shambulio hilo si tu jaribio la kusambaratisha miundombinu ya kitaifa, bali ni shambulio dhidi ya utu wa binadamu. Aliongeza kuwa kitendo hicho ni kinyume cha sheria za kimataifa na ni ukiukwaji wa wazi wa mikataba ya Geneva inayolinda taasisi za afya na raia katika mazingira ya vita. Wakati hospitali kama Soroka zinapolengwa, dunia nzima inapaswa kusimama na kusema inatosha. Tunatakiwa kusimama pamoja katika misingi ya kibinadamu, kuheshimu maisha ya kila mtu bila kujali taifa, dini au historia yake. Ujumbe wa Herzog pia ulikuwa lengo la kuwapa moyo Israel na watu wote wa eneo la Negev. Katika maneno ya mwisho ya tamko lake, alihitimisha kwa msisitizo: katika nyakati kama hizi tunakumbushwa kile kilicho hatarini, si tu usalama wetu kama taifa, bali thamani za msingi tunazotetea: utu, mshikamano na haki ya kila mwanadamu kuishi kwa heshima. Tutaendelea kutetea maisha, tunaendelea kulinda matumaini. Taarifa hii imepokelewa kwa uzito mkubwa na mashirika ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na shirika la afya duniani WHO ambalo limeshutumu vikali mashambulizi dhidi ya vituo vya afya. Viongozi wa kimataifa wametangaza kusikitishwa kwao, na baadhi wakiomba kufanyika kwa uchunguzi wa kina juu ya uvunjaji wa haki za binadamu katika muktadha wa shambulio hilo. Katika muktadha mpana zaidi wa kisiasa na kijamii, tukio hili limezua mijadala mikubwa kuhusu nafasi ya taasisi kama Soroka katika kulenga madaraja ya amani na kuelekeza dunia kwenye mwelekeo wa maelewano badala ya vita. Katika mazingira ambayo mara nyingi yanatawaliwa na mgawanyiko wa kisiasa, kijamii na kidini, hospitali ya Soroka imesalia kuwa nembo ya kile kinachowezekana pale binadamu wanapoweka utu mbele ya tofauti zao. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza
Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.